Naam, kwa wale vipenzi wa Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali, popote ulipo duniani unaweza kumtafuta kwa WhatsApp namba 0712316222 au 0756634277 au unaweza kupiga simu ya moja kwa moja kwa namba zifuatazo. Waweza kuwasiliana naye kupitia simu namba 0748869733 na 0659869734. Yote mnakaribishwa, wabillahi tawfiq. A'udhu bijalali wajhika al-karim min kulli shaytanir rajim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ndugu zangu, kama ilivyo ada na kawaida, leo ni siku nyingine tena tunaendelea katika darsa zetu, na hasa katika kipindi maalum chenye anwani inayosema hifdhu sihati almawjuda wa raddu sihati almafquda, kwa maana kuilinda afya ulokuwa nayo, lakini kadhalika na kurejesha afya iliyotoweka. Lakini atambulike haya ni matunda kutoka katika chuo cha Ghazal Muslim School, chuo ambacho kilichoasisiwa mnamo mwaka 1943 katika mji wa Kigoma Ujiji, maeneo ya Kabondo, lakini kikiwa chini ya uasis kutoka kwa Sheikh Khalfani Muhammadi Kiumbe pamoja na Sheikh Umar Himidi Mkunda. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie makaburi yao yawe ni viwanja miongoni mwa viwanja vya peponi, Allahumma amin. Lakini kadhalika tukiwa chini ya silsila na taaluma kutoka kwa Sheikh Mustafa bin Sheikh Khalfani Muhammadi Kiumbe pamoja na Sheikh Dabbasi bin Sheikh Khalfani Muhammadi Kiumbe, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awape umri mrefu kabisa wenye kheri, salama, amani na mafanikio, kwa kuwa wao wametufunza sisi haya, nasi tunakumegea kidogo katika yale ambayo tumeyasoma kutoka kwa mashekh zetu. Ndugu zangu, baada ya kutazama darsa zetu zilizopita, tukaijua prostate ni nini na vipi inapatikana tadahumul borostat, kwa maana kuvimba kwa ile prostate yenyewe, na kisha tukaja kutazama iltihabul borostat, kwa maana infection katika tezi dume yenyewe, na tukaona viashiria vya mtu ambaye tezi imevimba, na kisha tukaona viashiria vya mtu mwenye infection katika tezi. Leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutakwenda kutazama ilajul borostata bil a'shabi wan nabatati tibia, kwa maana matibabu ya tezi dume kwa kutumia majani ya mimea na mimea yenyewe iliyothibitishwa ndani yake ina uwezo mkubwa wa kutibia maradhi, hasa haya maradhi ambayo tunayakusudia hapa ya prostate au tezi dume, insha Allah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na hapa zipo dawa takriban zinafika 45, na tutaanza kutaja moja moja insha Allah biidhnillah, alafu tutaona namna ambavyo watu wanavyoweza kwenda kunusurika dhidi ya matatizo haya ya prostate au tezi dume biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, sehemu ya kwanza tunasema alwasfatul ula, kwa maana sehemu ya kwanza au dawa namba moja
ambayo kwayo kama ikitumika vizuri ina uwezo wa kutibia maradhi ya prostate, iwe tadhahumu au iltihab, kwa maana iwe ni kuvimba kwa prostate yenyewe au iwe ni infection katika prostate. Hii ikitumika kwa utaratibu uliokuwa bora, prostate itadisapia biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Nini hiyo? Mughla au mughli budhuril kitani, kadhali ni kuchemsha zile mbegu za kitani, mbegu za mti unaoitwa shajaratul kitan, yani ni mti maalum biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mbegu zake ndizo zinachemshwa, mathalu shay, yani zinakuwa kama unavyoiona chai vile. Unachemsha zile mbegu za kitani, zinakuwa kama jinsi ambavyo unavyoiona chai, lakini inakuwa kubu au ithnaini, glasi moja au glasi mbili, 5 maratin yaumiyan, utatumia mara 5 kwa siku biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Yani glasi 5 au vikombe 5 takriban utatumia kwa siku biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ya maji ambayo yamechemshiwa ndani yake mbegu zitokanazo na mti unaoitwa shajaratul kitani, kama jinsi ambavyo unavyouona mti huo hapo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Huo ndo shajaratul kitani. Lakini kadhalika wayafdhulu istikhdamuhu limuddati shahrin, na inapendeza sana kama utatumia maji haya au mbegu za kitani zilizochemshwa na ukanywa hayo maji yaliyotokana na mbegu ya kitani takriban glasi 5 kwa siku, inapendeza. Utaratibu huo nenda nao kwa muda wa masiku 30, kwa maana mwezi mmoja biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa hapo Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo mbegu za kitani ni mujarrab sana. Swali ni moja, limadha budhurul kitani, kwa nini sasa patumike hizi mbegu za kitani ndio zitibu tezi dume? Ni kwa nini itumike katika hali za namna hiyo? Majibu ni haya. Mashekh zetu alituambia budhurul kitani, mbegu zitokanazo na mti unaoitwa shajaratul kitani, wakasema masdarun ghaniyum biahmadi omega 3. Wakasema huu mti, hizi mbegu zimeonekana ni chanzo maalum chenye utajiri wa aina ya asidi yenye asili ya mafuta inayoitwa omega 3 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mnajua omega 3 ina kazi gani katika mwili Miongoni mwa kazi zake ni kunusuru afya ya moyo wa mwanadamu. Tuliona hata katika za hatari Lakini kadhalika kuondosha kansa za aina mbali. Nafikiri mnajua hilo swala. Omega 3 tulishaieleza kazi zake, sitaki kuirejea katika siku ya leo, sawa? Kwa hiyo mashekhe zetu anasema mbegu zitokanazo na mti unaoitwa kitani, hizi ni chanzo kizuri chenye utajiri wa asidi yenye asili ya omega 3, kwa maana ni asidi yenye asili ya mafuta inayoitwa omega 3 ad-duhniya. Lakini kadhalika mbegu hizi zina utajiri wa al-aliyaf. Tukizungumza aliyafun, maana yake ni mawadi ambazo kwa mawadi hizo zinatengeneza inhidam, umeng'enyaji wa chakula ukawa mzuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mbegu za kitani zina aliyafu. Lakini kadhalika wa anasir ukhra, na mbegu za kitani zina anasiri nyingi sana, kwa maana maadini ya aina nyingi. Kuna magnesium, kuna potassium, kuna zinki na mfano hayo yanapatikana katika budhurul kitani, mbegu zitokanao na mti huu ambao unaitwa shajaratu
alkitani biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa? Rubbama tal'abu kulluha doran fil himayati min as-sirtan, bila shaka kwa kuwa ndani ya mbegu hizi na utajiri wa ahmadul omega 3, kwa maana asidi yenye asili ya omega 3 ambayo ni asili ya mafuta, basi hucheza katika utaratibu huo, katika mzunguko bora ambao utakaolinda na kumnusuru mwanadamu minas sirtan, kutokana na saratani, kwa maana kansa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mbegu hizi za mtu unaitwa alkitani pia zina wiqaya, zina kinga au himaya kutokana na vimelea vya kansa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa hapo? Wa rubbama aidha min maradil qalb, lakini kwa kuwa ndani yake ina omega 3, hii ni mujarrab sana pia ya kunusuru mtu kutokana na maradhi ya moyo. Kwa hiyo wewe ambaye utakayepata fursa ya kutumia mbegu za mti unaoitwa alkitani kama chai vile namna utakavyotumia kwa vikombe 5 kwa siku, pia wakati huo utakuwa unanusuru moyo wako, unautengeneza. Lakini kadhalika sirtan, kansa za aina mbalimbali, hii inaua vile vimelea vinavyoweza kutengeneza kansa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa hapo? Tunakwenda sawa? Sasa hii omega 3 inafanya kazi gani? Miongoni mwa kazi zake tunasema tuharibu sirtan alborostata walwiqayata min numu intishari alkhalaya السرطانية بالبروستاتا أحد أخطر الأورام القاتلة التي تصيب الرجال. tunakwenda sawa? Hii omega 3 tuharibu sirtan alborostata, ina uwezo mkubwa wa kupiga vita kansa ya tezi dume biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Omega 3 ambayo inapatikana katika budhurul kitani, hii ina nafasi nzuri ya kupiga vita nini? Sirtan alborostata, kwa maana kansa ya tezi dume biidhnillah. Unajua al-awram, uvimbe umegawanywa katika sehemu ngapi? Kuna uvimbe unaitwa al-awramul hamidu na kuna al-awramul khabithu. Kwa maana kuna uvimbe wenye sifa ya safi, kwa maana ni uvimbe usio na kansa. Alafu kuna uvimbe wenye sifa mbaya, kwa maana wenye vimelea vya kansa. Na wataalamu wanasema 70% ya vimbe zote huwa ni kansa, 30% tu ndio huwa ni uvimbe usio na kansa. Kwa hiyo hii kwa kuwa ina omega 3, hii ni mujarrabu sana kwa ajili ya kuondosha au kupiga vita vimelea vyenye kuweza kutengeneza kansa ya tezi dume biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini walwiqayata min numu intishari alkhalaya, lakini kwa kuwa ndani yake kuna omega 3, basi hii ina nafasi nzuri kabisa ya kumlinda mwanadamu kutoendelea kukua au kutawanyika vimelea vya kansa bilborostata katika prostate au katika tezi dume. Kwa kuwepo omega 3, maanake inazuia kuenea kwa vimelea vya kansa katika sehemu ya tezi dume katika mazingira kama haya. Kwa hiyo wewe mzee, tafuta sana budhurul kitani, mbegu za mti unaoitwa shajaratu alkitani biidhnillah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu inanusuru katika hali hizi ambazo tumeziongelea, ambapo tunasema kuenea kwa vimelea vya kansa katika sehemu ya prostate, kwa maana tezi dume, ahadu akhtaril awramil qatila, ni moja miongoni mwa vimbe zilizo hatari zaidi na zenye kuua sana
allati tusibu rijal, vimbe za kansa ambazo zinazowasibu wanamume ni katika vimbe hatari zaidi za tezi dume ambazo zinaua wanaume wengi katika ulimwengu katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo ni vema kupata fursa ya kutumia mbegu hizi za mti unaitwa shajaratul kitani biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni muhimu sana kutumia hizo. Lakini kuna wale watu ambao wanasema mashaallah, lakini mimi nitazipata wapi? Zinapatikana madukani. Lakini kadhalika ukitaka kupata dawa iliyokuwa madhubuti tayari tumeiandaa. Sisi tumeiandaa kwa ile mimea 45 yote kwa ujumla, tumeikusanya kwa pamoja, tukaiandaa dawa maalum kabisa ya tezi dume. Hii ni madhubuti sana biidhnillah katika kutibu na kumaliza hatari za tezi dume. Utazipataje? Wasiliana nasi, tutakupa maelekezo namna ya kuzipata. Lakini huu ni utaratibu wa wewe mwenyewe kuandaa mwenyewe, ikiwa utahitaji kuandaa wewe mwenyewe biidhnillah subhanahu wa ta'ala, khairi itakwenda kupatikana. Ndugu zangu, na mwisho kabisa niseme ya Rab, Mwenyezi Mungu, ikiwa haya tunafanya Mola wetu tunapata thawabu, ya Rabbi tunakuomba thawabu zetu wapelekee wazazi wetu pamoja na mashekhe zetu, kwa kuwa wao ndio chachu ya sisi kuyajua haya, kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin. Kitabu tunachosoma ni hiki hapa, kinachoitwa Atibul Badilu wa Mu'jizatul Istishfa, kilichoandikwa na bwana mkubwa Majda Muhammadu Shahawa, kikahakikiwa na Dr. Mahmud Hassan Ad-Dimairi. Huyu ni khabirul a'shab, ni mwamba huyu anayeshughulika na maabara maalum inayotafiti katika mimea ya aina mbalimbali na majani yake ili kutibu maradhi ya aina mbalimbali biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na hivi ndivyo ambavyo alivyokuwa bwana mtume Muhammadin. Lazima kila kitu unapotaka ukifanye kwa itqanin, uwe ni mtu ambaye bila shaka unajua unachokifanya ni nini biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu, bila shaka tufuate utaratibu huu, Allah atajalia kila la kheri insha Allah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama utahitaji upate ile ambayo tumeiandaa sisi kwa mjumuiko wa zile dawa zote 45, basi utafika ofisini kwetu au utawasiliana nasi bila shaka tutakupa utaratibu mahala popote ulipo duniani, maadamu huduma za usafiri zinapatikana. Mzigo wako utakufikia hapo hapo ulipo, ikiwa utatekeleza yale ambayo tutakayokuambia biidhnillah. Na kuna 100% ya kutibia maradhi ya prostate kiukamilifu biidhnillahil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na kwa wale vipenzi wa Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali, popote ulipo duniani unaweza kumtafuta kwa WhatsApp namba 0712316222 au 0756634277 au unaweza kupiga simu ya moja kwa moja kwa namba zifuatazo. Waweza kuwasiliana naye kupitia simu namba 0748869733 na 0659869734. Yote mnakaribishwa, wabillahi tawfiq. إني أعوذ بجلال وجهك الكريم من كل شيطان رجيم.